Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Baada ya kushukuru Allah na kumtakia rehema na amani mfikie nabii wa umma Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nyumba yake na masahaba zake na sisi ambao tumemfuata mpaka siku ya mwisho. Ni jioni nyingine njema. Tuko hapa katika kama kawaida yetu ya kila siku hapa kiwanjani, na tunapenda sana watu kuja wajifunze na kutuuliza maswali, na pia tunafundishana maneno ya Mwenyezi Mungu na pia kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Kwa majina mimi naitwa Hassan Karioki, niko na kakangu hapa. Naye sijui anaitwa nani, swali gani angetaka kuuliza Waislamu, kwa sababu kuna maswali mengi sana watu wengi ambao si Waislamu wanajiulizaga, mbona hao Waislamu wako hivi. Hiyo maswali ndio inafanyaga tukuja hapa tuulizwe swali yoyote, na mtu asiogope kuuliza swali yoyote. Usiseme hao watanikasirikia nikiuliza. Kuuliza ndio kujua na ndio kufahamu. Kwa hivyo sijui unaitwa nani kaka? Mimi naitwa Charles Jinja. Charles Jinja. Kutoka Migori County. Kutoka Migori County. Asante sana, karibu sana katika waja huu. Na hapa ni kawaida yetu sisi huwa, na hata saa hii ndio naona watu wanaweza kuingia. Ikifika saa 11:30 hapo utaona watu wamejaa. Watu watakuwa wamejaa kabisa. Swali gani ungetaka kutuuliza kama sisi Waislamu, pengine hiyo ujui ungetaka kufahamu ama ungetaka kujua? Swali gani ungetaka kutuuliza? Swali ningeuliza ni kwamba Naam. Nasikia kwamba Waislamu wanaoa wanawake 4. Naam. Na kuwa unaoa wanawake 4 kwa sababu uko na mali au? Naam. Swali lako la kwanza ni nzuri. Anauliza kama kwa nini Waislamu wanaoa wanawake 4? Je, wanaoa wanawake 4 kwa sababu wana mali ama ni kwa sababu gani waoe wanawake 4? Kwanza kuoa inataka maandalizi. Kitu ya kwanza, kuoa huwezi kaoa tu hivi hivi. Kwanza maandalizi yake kwa lazima kwanza uwe na nyumba, uwe na kazi, kwa sababu ukilete uwe na uwezo, kwa sababu na pia mwili yako iwe ni mwili ambaye ina afya, sio mwili ambaye imezorota. Kama wewe umezoea kukula chakula moja tu githeri, kama unajua ile githeri yetu ya Kenya, githeri peke yake, ukuli tena matunda namna hiyo. Lazima uchanganye chakula ndio mwili wako uwe na afya, ndio uweze at least ukiweza ukimbia. Unajua unaweza kimbia marathon, naweza toka hapa nipige round 2 kule kwa kiwanja ama mara 3 ama mara 1. So lazima uwe maandalizi ya kutosha katika kuoa. Na sisi Waislamu si ati tumelazimishwa kuoa wanawake 4. Hapana, iko masharti ambaye tumewekewa na Mwenyezi Mungu. Yaani wewe kama unataka kuoa, hebu nataka usikize kidogo Qur'an. Sijui kama umeshaisoma hii? Sijawahi soma. Umeshaiona? Kuiface hivi? Kuiface nimeiona. Umeiface. Hata kuiguza umeshaiguza? Vizuri sana. Basi wewe naona uko mbali sana na sisi. Sikia vile inasema Qur'ani 4 kuanzia mstari wa 3. Inasemaje kuhusu mambo ya kuoa? Aya ya 3 ndio hii. Inasemaje? Na kama mkiogopa kutowafanyia uadilifu mayatima, wasiogopeni vile vile kutowafanyia uadilifu wanawake. Basi oeni mnaowapenda katika wanawake, madamu tawafanyia insafu 2 au 3 au 4 tu. Na mkiogopa kuwa hamwezi kufanya uadilifu, basi oeni mmoja tu. Sikia masharti vile imekuja. Kwanza, kitu ya kwanza ni uadilifu. Kama unajua uwezi fanya uadilifu ambao unazungumziwa hapa ni uadilifu gani? Kwa mfano umeoa wake 2. Ukilala kule Jenga wiki moja, basi unaenda Kawangware, ule mwingine kama kwa Kawangware unalala huko wiki moja. Hiyo ndio ile uadilifu. Ukimjengea huyu nyumba ya mawe na ule mwingine unamjengea nyumba ya mawe. Ukinunulia huyu gari na huyu pia unamnunulia nini? Yaani ufanye uadilifu. Si ati mmoja unamfanyia favor zaidi na ule mwingine hana favor. Ukienda kwa kule kuna kuliwa vizuri nyumba ile nyingine, lakini ile nyumba nyingine wanakula tu ugali na sukuma kila siku. Na kule ni nyama na mikuku na vitu zingine. Yaani minofu. Hizo tunaitaka minofu. Sasa hiyo haitakikani kwa Mwenyezi Mungu. Inatakikana kama ni uadilifu, fanya uadilifu. Kama unaona unaweza fanya uadilifu, unaweza oa 2 au 3 au 4. Jambo la pili,
Kama unataka kuoa wanawake wengi, lazima uwe na uwezo wa kutosha, uwe na mali na nguvu yako iko sawa sawa, kama vile nilivyosema mwanzo. Kwa sababu huwezi kuoa binti za watu wawili na wewe hata huna uwezo. Kama huna uwezo utabidi jirani wakuja kusaidie. Ukisaidiwa sasa, unaona watoto wakizaliwa wanafanana na jirani, unashangaa, hata wewe unashangaa, kwani kunaendaje hapa? Kumbe na wewe ndio ulioa na uko na uwezo, lakini uwezo wa pale ile mbio nyingine uwezi. Unaona? Na si lazima uoe wanawake wanne. Mwanamke unaweza oa mmoja peke yake. Mungu anasema kama unaona huwezi, huna uwezo wa kuoa wanawake wanne, huna nguvu, basi Mungu anakuambia kaa na moja tu. Moja utashindwa. Swali lingine. Hapo ni sawa kabisa, tumeelewana. Tena pale wamesema hivi, oweni munao wapenda. Kwa nini? Sasa kuoa wale wanaopenda, wanaume wameumbwa katika matamanio ya kupenda. Urongo kweli? Kweli. Sasa kwa sababu wanaume wameumbwa katika tamanio la kupenda, wanawake iko saburi tofauti tofauti. Kuna warefu na kuna wafupi. Kuna wanono na kuna wale wembamba. Kuna ule mwingine mzito bulldozer. Akitembea hivi unafikiri anakuja pande hii. Unaona sasa? Sasa unaambiwa katika hao wanne, hiyo sampuli nne, mrefu, mfupi, mwembamba, mzito, uchague unaopenda. Uchague mwanamke kama umpendi. Simchague ile upendi. Kwa sababu ukichagua ule upendi, sasa utasema hata huyu sasa nimeoa wa nini? Sasa ilikuwa ni itakuwa hata ni fujo za yote, hata kuna mtaelewana. Kwa hivyo unaambiwa uoe chombo chile unapenda. Wewe usikimbilie tu kuoa tu kwanza. Angalia ile kitu unapenda, unaangalia nini. Na katika Uislamu tunaambiwa tuangalie ule, kama msichana tunaoa, tuangalie ule msichana, je, ako na dini? Ni mcha Mungu? Na familia yao, nasaba ya familia yao vipi? Ni watu wa dini ama ni watu fujo? Kwa hivyo lazima hiyo tunaangalia. Na je, ako sawa? Hata kama ako sawa kimali unakubaliwa. Unaona sasa? Unaelewa sasa hiyo swali ya kwanza. Hii iko sawa kabisa. Haya, lete la pili sasa. Swali langu la pili. Kama sai mtu anataka kujiunga kwa Uislamu. Naam. Anapelekwa, mnaita madrasa ama mnahitaji? Naam. Anapelekwa mwanzo aanze upya au anaingia na kuanza tu kuwa Muislamu? Kwanza mtu akitaka kuwa Muislamu haina mambo mengi. Kwa sababu utakuwa kwanza wewe moyo wako umeridhika ya kwamba mimi nataka niwe Muislamu. Moyo wako lazima kwanza uridhike ya kwamba mimi nataka kuwa nani? Muislamu. Na kama unataka kuwa Muislamu inakuwa ni very simple. Ni kukubali ya kwamba Mungu ni mmoja, na mtume Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na Isa bin Maryam ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na manabii wote wa Mwenyezi Mungu wakubali. Basi hapo umeshakuwa Muislamu. Masala ya kusoma inategemea na huo mtu. Ni lazima asome, kwa sababu asiposoma hatajua hiyo dini, si ni kweli? Alafu inategemea anafanya kazi wapi. Pengine hata pataki time. Sawa? Ndio nakuja kuletea hapo sasa. Sasa inakuwa ni vizuri kama kuna msikiti karibu na wewe pale unakaa. Ni vizuri unasomea pale. Wakati unatoka kazi jioni unaenda pale kwa msikiti, mahali mwako hapo unasomeshwa tu. Ukimaliza hata miezi 3 umeshajua kusoma Qurani, umeshajua kusali wewe peke yako, sababu siku hizi watu wako busy na mambo ya dunia. So unaona kazi, unajua mashida ni mingi, sio? Sasa watu wanaenda muda kutoka job, sasa hiyo pengine ndio anapata time kidogo, anaenda pale anasoma, baada ya miezi 3 atakuwa ameshasoma kila kitu. Na weekend kama uendi popote, kama Sunday ufanye job, hiyo Sunday yote unasoma asubuhi, alafu unaenda unapumzika kidogo, unarudi baadaye ndio jioni. Inakuwa baada ya miezi 2 umeshajua kusoma Qurani, umeshajua kusali, umeshajua kila kitu. So hivyo ndivyo ilivyo siku hizi. Lakini kama ni wewe ni mtu ambaye huna kazi unafanya, unaweza kwenda madrasa, kama madrasa ya boarding ziko, kama huko Mombasa ziko, unasoma, kimalizo unarudi. Lakini kama unafanya kazi, unasomea karibu na pahali na msikiti unakaa. Hiyo area yako pahali unakaa. Swali lingine. Naam. Swali lingine ambaye nauliza. Ni kwa nini, kwa sababu ninasema kitu ambacho nimeona. Kwa nini Muislamu achukie Mkristo? Na wakati Mkristo sijawahi ona akichukia Muislamu. Tunatambua
hamjanichukia, lakini nimeona ni kitu kimefanyika kwangu mimi mwenyewe. Nilikuwa nikikaa mali wanaita Wajia. Ulikuwa unakaa Wajia. Na sasa pale ukaona Waislamu wanachukia Wakristo. Na wakati sisi tuwachuki hapa ndani, kuna mmoja nilipita nikiwa nimeweka nyimbo za Kikristo. Akaniambia kuwa nampigia kelele. Wapi huko? Hapa ndani penye tuko Njenga. Sasa mnaishi jirani ama? Nilikuwa nikipita, nimeweka nyimbo yangu mimi ninasikiza. Na ambapo yeye mwenyewe haikuwa inamuhusu, ni kwangu mimi. Mimi nilikuwa nasikiliza, sio yeye. Akasema kuwa nampigia kelele. Na ni kwa simu yangu inaimba, sio yake. Ni kwa nini muko hivyo yani? Naona kama kuna chuki fulani kati ya Wakristo na Waislamu. Waislamu wanataka tuwatambue, na Wakristo naye sijaisikia kuwa wanataka Waislamu wawatambue. But Waislamu wengi wao, sijasema kuwa nyinyi hapa, wengi wao wanatakanga kuwa wao ndo watambulike, kwa wao ndo wako mali sahihi. Okay. Hiyo swali lako ni mzuri sana. Na ni swali ambaye ina msisimuko fulani nimeona. Kwa sababu kwanza wacha nianze na huyu jamaa ambaye ulikuwa unapita tu, unasikiza nyimbo zako, alafu akaanza kukuambia unampigia kelele. Kwanza yeye alifanya makosa kwa sababu aliingilia kitu ambaye haimuhusu. Unajua binadamu tumeumbwa tofauti. Kuna wanadamu wana mambo yao. Kama huwa anapita hivi, hiyo ni makosa alifanya. Hiyo ni makosa kwa sababu hafai ya kuingilia na hafai ya kuulize mambo yako. Kwa hivyo hapo aliteleza yeye kama binadamu. Ni binadamu, na binadamu hakuna mwanadamu dunia hii akakamili, na hakuna mwanadamu akoseagi. Hakuna mwanadamu azasimama mbele ya watu waseme mimi ni msafi kama pamba. Hakuna, urongo hiyo. Mwanadamu anakosea, hapo anarudi kwa Mwenyezi Mungu. Ya pili, sisi Waislamu tuchukui wa Kristo kabisa, kwa sababu tunaishi nao pamoja. Ni kweli rongo? Ndio, tunaishi ploti moja. Tunaishi ploti moja. Watoto wanasoma shule moja na watoto wetu. Tunapanda matatu moja. Tunapanda railway moja tukienda Mombasa. Tunapanda ndege moja tukienda pengine London, Amerika, wapi. Tunapanda ndege moja. Ni kweli rongo? Ni kweli. Lakini sasa ile kitu iliyoko, ngoja nimalize. Ndio nataka nikwambie. Katika wanadamu haikosekani kasoro. Katika wanadamu haikosekani nini? Kasoro. Kuna mtu pengine ako na hiyo roho mbaya katika kuchukia watu wengine, lakini dini ya Uislamu imekataa. Sikia vile Qur'ani inasema kuhusu Wakristo. Sisi hatuwachukii, labda nyinyi pengine tuwampendi sisi. Lakini kitabu chetu, hebu sikia kitabu sasa. Nataka sasa usikize kitabu cha Uislamu kinasemaje kuhusiana na Wakristo. Hebu sikiza hiyo kitabu. Qur'ani 4:582. Hebu sikia maneno hayo. Tena maneno mazuri kabisa. Ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hii hakuna Muislamu anaweza pinga. Angalia hapa. Hakika utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu ni Mayahudi. Unasikia? Qur'ani inasema maadui ya Waislamu ni Mayahudi. Ni Mungu ametuambia. Ni Mungu amesema hivyo. Na sisi ndio tunaamini hivyo. Endelea. Na wale mushirikina wasiokuwa na kitabu. Na mushirikina wale watu ambao hawana kitabu, hawajui mambo ya Torati, Zaburi, Injili, Qur'ani. Yani hawana kitabu yoyote. Hawa ni watu, yani sijui wanaitwa nani? Wapo tu yani. Ni watu wako duniani tu lakini hawana habari yoyote. Wasiokuwa na kitabu. Endelea. Na utawaona walio karibu. Karibu na nini? Kwa urafiki na Waislamu ni wale wanaosema sisi ni Wakristo. Kumbe marafiki walio karibu na Waislamu kwa mujibu wa Qur'ani ni watu gani? Wakristo. Kwa hivyo Qur'ani inatambua kwamba nyinyi mko karibu na urafiki na watu gani? Waislamu. Hebu sikia kwa nini inaendelea ikisema. Alafu unasema maneno mazuri. Hii maneno ya binadamu. Binadamu unajua binadamu hatuwezi, unaona sisi binadamu, ni binadamu na mimi ni binadamu. Mwanadamu wewe huwezi kumweza kwa maneno. Maneno mako mingi sana. Anayeweza mwanadamu ni yule aliye nani? Aliyemuumba. Kwa sababu akiingizwa hapa chini ya mchanga, awekwe tani 6 ya mchanga, si mdomo wake amenyamaza. Ile kiburi chake kimenyamaza. Ile alikuwa anajigaba hapa duniani simeisha. Lakini amewekwa chini ya nini? Sasa Mwenyezi Mungu ndiye anaweza wanadamu. Naendelea kusema
Hayo ni kwa sababu wako miongoni mao wanavioni na wachao Mungu. Unasikia? Tunaambiwa katika Kristo kuna watu wanavioni na wachao Mungu. Tena wasomi, watu wema. Na kitabu yetu na wasifu. Ule anakuambia kati Waislamu ate wanachukia Wakristo ni urongo. Sikia Qur'ani vile inasema sasa. Na kwa sababu wao Wakristo hawatakabari, wakijua haki, huifuata. Unasikia? Nyinyi hamkuagi na ile madharau. Wao ukijua hii ndio njia ya haki, unafanya nini? Ifuata. Unaona sasa Qur'ani iko sawa Qur'ani hapo? Ina maana njia haki. Na hakuna kitabu kingine kinasifu wa Kristo duniani isipokuwa Qur'ani. Hata hii unasoma yenyewe haijatusifu sisi. Ama ikasema Waislamu tuko hivi, lakini kitabu yetu imewasifu na imesema nyinyi ni watu wema. Ni watu wazuri, ukihisaji wa haki. Wakijua haki tu, mambo inakuwa mzuri. Ina maana haki ndio hamjajua bado. Haki nyingine, swali nyingine. Sawa baba. Mimi nasema kwa sababu nimekaa kwenu pale Wajia. Naam. Nilikuwa nimeona Mkristo kama amefungua biashara, ni vigumu sana Muislamu anunue kwa Mkristo. Anapita anaenda ananunua kwa Muislamu mwenzake. Hiyo ni haki kweli? Kwa sababu yeye pia anafaa kuchangiwa na ako pale. Ni kweli hivyo, inaruhusika hivyo? Nyinyi pia mkiwa hapa tuwapite tununue kwa Kristo wenzetu? Nafikiri ule Mkristo ni binadamu na kwanza wanafaa kumleta karibu. Wanafaa wale Waislamu wa pale huo Mkristo wawe karibu na sana na wao. Kwanza hata wanafaa wamnunulie vitu. Hiyo ndio kumleta mtu katika ukaribu. Kwa sababu hata ule mtu ataona kumbe hata Waislamu ni wazuri. Utamsukia hata pengine hata ule Mkristo anasema anakuwa Muislamu. Kwa sababu ya nini? Ya ule ukarimu ya wale watu. Kwa hivyo kama kuna mtu anafanya namna hiyo, anamuacha huyo Mkristo na ni jirani yake. Unajua sisi Waislamu kuna haki ya jirani. Haki ya nani? Jirani. Jirani kuna haki yake ambayo Mwenyezi Mungu ameweka. Kwa hivyo unamnunulia. Yeye ni binadamu, mnunulie. Ila kama anauza kitu haramu, kama hauzi kitu haramu na anauza kitu ya kawaida kama yule mwingine anauza, tunamnunulia. Si ndio hivyo? Kwa sababu hata sisi tunaenda duka nyingi hata kama sisi kama mimi bali nakaa. Duka nyingi hata si Waislamu hakuna. Duka zile ziko pale ni za Wakristo ziko pale. Na tunanunua hapo. Nunua unga, nunua sukari. Bora asiuzie nguruwe. Akinunulia nguruwe hiyo. Sasa hapo nitaondoka. Hapo sitaenda kununua. Madamu anauza vitu haramu pale ndani. Lakini kama duka yake anauza vitu mzuri, mimi naenda namnunulia tu. Kuna ubaya. Kwa hivyo wale ni kutereza hiyo. Wanafaa kwanza wamlete huo mmoja huyo. Wanafaa wamlete karibu sana na wawe friendly sana naye. Swali nyingine. Swali. Naona mwenzangu ako na haraka. Ako na haraka. Swali ya mwisho. Wewe uko na haraka ama tumalize kwanza? Swali ya mwisho nilikuwa nauliza. Biblia na Qur'ani. Kaa kidogo pale. Biblia na hii kitabu cha Qur'ani. Ni gani ambaye inaongea ukweli wa Mwenyezi Mungu? Kwa sababu Biblia tunatambua kuwa inaongelea Mungu na Yesu Kristo na manabii. Sasa nauliza ni gani ambaye inaongea ukweli? Kwa sababu vile mnavyosoma Qur'ani, nasikia kuna mali Qur'ani pia inapinga mambo ambaye yako kwa Biblia. Na vile kwa kitabu cha Biblia sijaona sana mali imeongelea Qur'ani. Sasa ndio ningetaka kujua ni kwa nini yani inapinga nini ya Kristo, haitambui maneno ambayo yako kwa Biblia mingi. Sisi Waislamu kwanza, kitu ya kwanza tunatambua maneno ya Torati, tunaitambua 100% na tunaikubali. Maneno ya Zaburi tunaikubali 100%. Maneno ya Injili ambaye alipewa Isa ambaye ni Yesu tunaikubali. Lakini maneno ya Biblia tunajiuliza swali, ilipewa nabii yupi? Nani alikuja naye duniani? Na iliandikiwa nchi gani? Na waandishi walikuwa akina nani? Naona bali shida inakuwa ndio kwa sababu naipinga. Hatupingi sisi. Hatuipingi sisi. Hatuipingi. Maadamu iko sisi tunaisomaga. Maadamu ni kitabu kimeandikwa na kiko hapa duniani na watu wanaisoma. Sasa ngoja kidogo nimalize. Ngoja kidogo nikumalizie vizuri. Kuna maneno ndani ya Biblia ni mazuri kabisa. Na kuna maneno mengine pale hata wewe mwenyewe utaikataa wewe ukiwa Mkristo. Hata wewe mwenyewe ukiwa Mkristo utaikataa. Na ukitaka mimi uniuliza mfano nitakupatia.
Kuna maneno pale katika Biblia unaweza tunaikubali ni maneno mazuri, lakini kama itaongea maneno ambaye si mazuri, tunaikataa hiyo maneno mabaya, ndio tunakataa katika ile kitabu. Lakini kama ni Torati, Zaburi na Injili ingekuwako, kwa sababu hazimo. Nauliza swali. Qur'ani, wakati mnasema Biblia iliandikwa na nani na ni kwa nchi gani? Sasa mimi naye nauliza, Zaburi hii nini, Qur'ani mnasema Biblia iliandikwa na nani? Zaburi pia iliandikwa na nani na ni kwa nchi gani? Kwa sababu kama Qur'ani iliandikwa lazima ni mwanadamu aliandika. Kama Biblia iliandikwa lazima ni mwanadamu aliandikwa. Mimi ninaona zote ni the same, kwa sababu haiko the same, kwa sababu Qur'ani yenyewe inajitetea. Qur'ani yenyewe huwa inajitetea. Umshikilie tu, anasema umshikilie tu. Angalia, Qur'ani yenyewe inajieleza. Hata itakaki mtu aisaidie. Qur'ani 80:11. Angalia baba, umeuliza swali kuhusu Qur'ani, ndio hii 80:11. Si hivyo? Hakika Qur'ani hii ni nasaha, mawaidha, basi kila apendaye atawaidhika, asiyetaka basi mwachilie mbali. Mawaidha haya yanatoka katika kurasa zilizoheshimiwa, zilizotukuzwa, zilizotakaswa, zilizomo mikononi mwa malaika, waandishi wa Mwenyezi Mungu. Unasikia wacha Mungu. Unasikia? Qur'ani imeandikwa na malaika. Ndio inajieleza yenyewe. Hiyo haina wasiwasi na haina shaka. Imeandikwa na nani? Hana habari yeye. Mimi sina habari ya hana habari naye kabisa. Sasa mimi nilitaka kujua kwa sababu chochote kimeandikwa lazima kimeandikwa na mwanadamu. Si ni kweli? Kwa upande wangu malaika ni watu. Mimi ninatambua kitu ambacho kiliandikwa na Mwenyezi Mungu. Kwa upande wangu, sisemi mwingine, ni amri 12 hizo ambazo ziliandikwa, ambazo zilikuwa Wakristo wafuate. Hiyo iliandikwa kwa kitabu gani? Sio eti siulizi ni kwa kitabu gani, ndio yani mimi ninawazia hivi mawazo yako. Unajua sasa ndio nikakwambia, nimekupa historia kidogo. Nikakwambia kulikuwa usikia Qur'ani vile inasema, Qur'ani 3:3. 3:3 Qur'ani inasema. Angalia babu 3 aya ya 3. Angalia hapa. Amekuteremshia kitabu kwa haki, ndio kinachosadikisha yaliyokuwa kabla yake. Na aliteremsha Taurati na Injili zamani zile uongozi kwa watu. Unasikia, Taurati na Injili ziliteremshwa zamani kabla Qur'ani haijakuwa. Kwa hivyo ukiniambia mambo kama ni Taurati, tungekuwa na tunaisoma vile ya Musa, kwa sababu Torati ya Musa ilikuwa imeandikwa na lugha ya Kiaramaic, na ile Injili zilikuwa zimeandikwa na lugha ya Kiaramaic. Hatujapata ile vitabu zinapatikana kama hii yenye imetolewa kwa Kigiriki. Original ya Aramaic ama Kiyahudi hakuna, haionekani duniani. Unaona? So tunasema vitabu zile zilikuwa za Mungu za zamani hazimo duniani sasa. Ndio tuna question kitabu chenyu kitokauliza, nyinyi wenyewe ndio mnafahamu, mtueleze kilitoka wapi, kiliandikwa wapi, mwaka gani, na nabii gani alikuja naye. Unaona sasa inakuwa ni mzito sana watu kujibu hiyo swali. Unaona sasa? Ni sawa kwa upande wenu. Sasa swali yenye ndaweza nikawauliza, ndio wakati mko hapa mnatuelimisha tuwe katika njia zifaao, ama mnatuelimisha tuwe Waislamu? Tukiwa hapa tunataka ushike njia iliyo ya sawa, kwa sababu njia ni nyingi. Ama namna gani? Njia ni nyingi, lakini sio njia zote ziko sawa. Si ni kweli? Kwa mfano mimi ni Muislamu. Ukiniuliza wewe ni Muislamu kama nani, mimi nitakwambia mimi ni Muislamu kama Adam, kama Nuhu, kama Ibrahimu, kama Musa, kama Daudi, kama Solomon, mnamuita King Solomon, kama Isa ambaye ni Yesu, na kama Muhammad. Sasa wewe nikikuuliza wewe ni Mkristo kama nani, utasemaje? Mimi ni Mkristo, naweza nikasema kwamba kama Yesu, kwa sababu ninamfuata yeye kwa njia zake. Asante sana. Sasa Yesu alikuwa Mkristo? Yesu
alikuwa Mkristo kwa sababu kwanza Kristo ni nini? Hiyo neno Kristo ni nini? Sijajua kwa undani. Sijajua kwa undani. Wacha leo nikufundishe neno Kristo kwanza inamaanisha nini. Kwa sababu hapo ndio chanzo za kila kitu, si ndio? Ukishajua hiyo basi utajua pahali huko, sio? Page 27 Samueli wa kwanza 2:10. Wa pili 2:10 maelezo yake. Samueli. Page 282. 282. Samueli 282. Uko naye baba? Unataka kwenda? Sasa tumalize ya mwisho. Sasa 82 nasema, angalia babu Angalia hapa vile waandishi wa Biblia wameeleza vizuri neno. Ndio ujue neno Kristo. Neno hili Masihi. Neno hili Masihi kwa Kiebrania maana yake ni mtiwa mafuta au mwenye kuwekwa wakfu kwa kutiwa mafuta ili awe mfalme au kuhani au nabii. Kwa Kiyunani ni Kristo. Kwa hivyo nabii ama mfalme, Wagiriki wakimuona wanamuita nani? Kristo. Kwa hivyo Kristo ni neno la nabii. Wayahudi wakimuona nabii wanamuita Masihi. Waislamu wakimuona nabii wanamuita Masihi. Wagiriki wakimuona nabii wanamuita Kristo. Kwa hivyo wewe ukisema mimi ni Kristo, basi wewe unasema yeye ni mfuasi wa nabii. Mimi ni mfuasi wa Yesu Kristo. Ndio nakwambia wewe ni mfuasi wa nabii. Kwa sababu Kristo ni neno la Kigiriki, inamaanisha nabii. Kwa hivyo ukisema ni Kristo, wewe unafuata mfuasi wa nabii. Sasa ukiambia nabii ni gani? Nabii. Wewe unamfuata ambaye ni nabii. Huyo nabii unamfuata huyu Kristo. Alikuwa dini gani? Dini yake ilikuwa yapi? Usimalizia tu upate nafasi ya kuondoka. Sijui alikuwa ni dini gani. Unaona sisi hatuna dini, sisi tunajua. Hamna dini, wewe una dini. Kristo. Tunajua tuna Ukristo, sio dini. Dini ni Kiislamu ndo wana dini. Waislamu ndo dini. Nyinyi kwa katika Ukristo hamna dini. Tuna dini. Na Yesu alikuwa na dini. Yesu alikuwa Mkristo na Yesu ni mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Yesu hakuwa na dini. Na Yesu wakati alikuwa hapa duniani alikuwa anaenda kanisani, msikitini? Yesu alikuwa anaenda kwa hekalu. Hekalu ni nini? Hapo sijui mimi na 11:1 kitabu cha Ufunuo. Ufunuo 11:1 inasema hapo umekuja mafunzo upate elimu. 11:1 mambo ni ya Ufunuo inasema. Inasemaje? Nikapewa mwanzi kama fimbo. Angalia sasa. Nikapewa mwanzi kama fimbo na mmoja akaniambia inuka ukalipime hekalu la Mungu. Aenda akapima hekalu la nini? La Mungu. Na wao nasema Yesu alikuwa anaenda wapi? Hekaluni. Hekaluni watu wanafanya nini? Na madhabahu. Na hao wasujudu. Unajua maana ya kusujudu? Kusujudu. Ni kufanyaje? Kuabudu. Kusujudu. Kusujudu ni kufanya nini? Peleka paji la uzo chini. 7:3 za watu Nyakati wa Pili ndio hivyo. Some 7:3 Nyakati wa Pili. Shika hizi. Hata nikushikie. Mambo ya Nyakati wa Pili inasema 7 aya ya 3 inasema. Inasemaje? Nyakati wa Pili. Nataka uone sasa kusujudu ni kufanya nini kwa vitendo. Yaani neno kusujudu. 7 aya ya 3 inasema. Inasemaje? Angalia hapo. Wakatazama wana wa Israeli wote. Ndio. Uliposhuka ule moto, ndio utukufu wa Bwana ulipokuwa juu ya nyumba. Wakafanyaje? Wakasujudu. Ningeomba mwalimu sujudu. Wakasujudu. Kifurifuri. Hata inchi sakafuni. Wakaabudu, wakamshukuru Bwana. Unaona maneno haya? Kumbe kusujudu ni kuweka paja la uso wapi? Chini. Tangu zaliwa umeshaifanya hivyo? Kanisani mnafanyanga hivyo? Piga magoti. Tulia. Kusujudu ni kufanyaje? Kuweka paja la uso chini. Na wale watu duniani wanaweka uso chini ni watu gani? Waislamu. Na Waisraeli walikuwa wanaweka uso wapi? Chini. Kwa hivyo sisi na hao tulikuwa grupu ngapi? Moja. Lakini nyinyi hamfanyaje? Hamsujudu. Na Biblia inasema usujudu. Unasujudu wewe tangu uzaliwe. Hakuna Mkristo anasujudu. Sijaiona.
Labda Wakorindo wanajaribu kusujudu lakini hawaweki hii chini. Wanafikiria hapo karibu na mchanga, shingo inakatalia hapo. Hawafikishi uso chini. Waislamu peke yake ndio wanasujudu duniani. Hiyo ndio swali ambaye niliuliza mwanzo, mkanijibu tena mmenirudisha huko. Ndio mimi nasema sasa hivi, ndio nikakwambia hivi. Huyu Yesu mimi nashangaa kwa sababu nyinyi mnaoga mnaabudu ndugu yetu Muislamu. Kwa sababu tulikuwa tunaenda na yeye msikitini, ni mtu wa msikitini. 4:14 Luka. Sikia sasa. Huyu ni ndugu yetu. Nabii Isa ambaye ni Yesu ni ndugu yetu sisi. Na Waislamu wote ni mandugu. Ibrahimu ndugu wetu. Musa, asoma. Angalia hapa. Hii ni kitabu cha Luka. Akaenda Nazareti ili afahamu tukianzia 14. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao, akitukuzwa na watu wote. Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kumbe Yesu akiwa hapa duniani alikuwa na desturi ya kwenda kwa nyumba inaitwaje? Sinagogi. Sinagogi ni lugha ya huko Middle East. Sisi hatuna habari. Unaona habari? Ni nini? Sinagogi mimi natambua ni hiyo ambaye nilisema hekalu. Ni hekalu. Sisi walioandika Biblia ni Waislamu wa Kristo. Sijui. Biblia imeandikwa na watu gani? Ni Waislamu? Ni wa Kristo. Wakiongozwa na Roho wa nani? Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakoseaga? Hapana. Anaongeaga urongo? Hapana. Basi hapo nyuma ya Biblia wameweka dictionary. Neno likikusumbua unaangalia maana yake hapo nyuma. Hebu soma neno la 4 kutoka juu. Naomba usome mwenyewe. Sinagogi. Wacha some mwenyewe. Acha asome. Soma. Sinagogi. Msikiti wa Wayahudi. Hapana wewe umekosea mwalimu. Sio kibanda, ni msikiti. Ndio wa watu gani? Msikiti wa Wayahudi. Kumbe sinagogi ni nini? Msikiti. Kumbe Wayahudi walijenga nini? Msikiti. Alipokuja Yesu akaenda wapi? Msikiti. Alipokuja Muhammad akamfuata ndugu yake Yesu, naye akaenda wapi? Msikiti. Na sisi tukafuata hawa manabii wawili Yesu na Muhammad, tukaenda wapi? Msikiti. Na nyinyi mkakataa Yesu, mkaenda wapi? Kanisani. Kanisani. Na Yesu hajaingia nini? Sikia, kanisa mimi vile natambua. Kanisa ni mimi. Sio defense kanisa ni mimi. Wapi imeandikwa kanisa ni wewe? Hapana, watu wote wanaingia kwako? Hapana, sisi wanaingia kwangu. Pale ile ni dhehebu. Wapi? Nasikia. Pale tunaenda ni dhehebu. Ngoja kidogo. Ngoja kidogo taratibu. Nauliza hivi. Tumeambiwa kwa mujibu wa Biblia Yesu alikuwa anaenda wapi? Sinagogi. Ambaye ni nini? Hekalu. Ambayo hekalu ni nini kwa lugha ya Kiswahili? Mimi najua ni hekalu. Imeandikwa hapa nini? Hapo nyuma imeandikwa hekalu, imeandikwa msikiti. Ndiko msikiti. Ni sisi tumeandika? Sijui. Waislamu wameandika? Sijui. Vile Waislamu hawaandiki. Sisi hatuandiki. Bora unakataa kitabu. Ni Wakristo wameandika. Na sasa wametuambia ukiona sinagogi ni nini? Wakristo wanaoenda msikitini ni wanaitwaje? Waislamu. Yesu alikuwa anaenda msikitini, kwa hivyo yeye ni nani? Yesu sio Muislamu. Na alikuwa anaenda wapi? Msikiti. Alikuwa anataka mfuate yeye ndio maana akaja hapa. Kufuata yeye wapi? Si katika ufalme. Wapi huko? Si mbinguni. Tukienda tukipitia wapi? Mkipitia yeye. Wapi? Na yeye alikuwa anaenda wapi? Yeye alikuwa akitembea. Akienda wapi? Kuwaelimisha na kuwafunza. Kuwafunza akina nani? Si nyinyi. Desturi ya Mkristo kila Jumapili ni kwenda wapi? Kanisani. Desturi ya Yesu kila siku ya Sabato ni kwenda wapi? Hapo ikifika hapo unakuama kabisa hata kusikia. Hekalu. Hapo unakataa maandiko. Hapana. Lazima unajua ili wewe mtu mzuri lazima kwanza upinge Biblia kwanza. Kwani unapinga? Na hivyo sio sisi tumeandika. Hapana. Tena nimeambiwa nikupe zawadi na Biblia, utakubali? Unipe Biblia. Kuna zawadi Biblia, kuna Biblia kitu imesema nikupatie. Unakubali kuchukua hiyo? Utakubali? Yesu amesema unipe zawadi. Unaonaje? Zawadi. Zawadi. Unaonaje nikupe sahihi? Unanipa kinjia gani? Si wacha nikupe. Amesema upewe. Nasema upewe. Si ungojee kwanza usikie vile anasema. Sikia vile anasema kwanza. Sawa, hebu nipe. 3:11.
Baba. Zawadi ya Yesu pia unahutaki? Tena hutaki zawadi? Nini namna gani bro? Zawadi ya Yesu nilishapokea, ninayo. Hujapokea. Hujapokea. Akawajibu akiwaambia, mwenye kanzu mbili. Mwenye nini? Kanzu mbili. Na mpe asiye na kanzu. Biblia inasema kama niko na kanzu mbili, nimpatie ule hana nini? Hana kanzu. Uko na kanzu? Mimi sina. Na Biblia imeniamrisha nikupe ngapi? Moja. Nikupa moja, utachukua? Nachukua, lakini siwezi kuwa Muislamu. Sijakwambia uwe Muislamu. Nitachukua. Utachukua. Na ukivaa utafanana na watu gani? Hiyo ni vazi. Ndio hivyo sawa. Ukivaa utafanana na watu gani? Unajua hata Lejo Maria wanavaa kanzu. Yao ina msalaba. Hii haina msalaba. Hii haina msalaba. Wale ina msalaba kichwani, sio kwa nguo. Yao ina msalaba kwa kofia. Okay. Unajua wanavaa pia, hata ukiangalia Katoliki wanavaa. Sawa, asante sana. Sasa na mimi wacha nikuulize swali moja, kwa sababu ninaona yote unapinga. Wacha na mimi niulize moja. Mungu ni wangapi? Moja. Anaitwa nani? Mungu ni sifa. Jina lake ni gani? Kama vile neno rais ni sifa. Kila rais katika kila nchi ana jina lake. Kweli rongo? Lakini rais ni sifa. Mungu ni sifa. Lakini je, anaitwaje? Mungu. Ama mlifundishwaje na Yesu? Mungu anaitwaje? Yesu unasema ni mfuati wa Yesu. Alikufundisha Mungu anaitwaje? Mungu ni Mungu na ni Baba. Ni Baba yetu. Mungu ni Mungu bado. Atabaki kuwa Mungu. Yesu kwanza hakuongea Kiswahili. Nyinyi mnajua Mungu ni nani? Kwa sababu pia nyinyi mnasema shika. 17:10. Mungu ana majina mengi. Bwana jamaa anataka kujifunza, kumbe ako defense. Hapana, sio una defend nini? Wewe acha kudefend kitu kile ambaye hakuna. Unajua umesema Mungu, ungeuliza Yesu. Lakini umesema Mungu, Mungu ni Mungu. Inasema hivi. Hana jina. Nakuonyesha wewe. Sema. Muombeni Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah. Kumbe Mungu sisi tunajua anaitwaje? Allah. Na Mungu katika Kristo anaitwaje? Si ni Mungu. Mungu ni sifa. Jina lake ni gani? Allah. Shika 17. Ngoja nisikiza hapa. 17:6. Usikonde. 17:6 Yohana. Azia 6. Sio mpinzani bwana. Sisi najua Allah. Bila mnasema Allah najua. Ngoja kidogo tuulize. 17:6. Yohana. Hai. Jina lako. Yesu anaambia wanafunzi wake jina la Mungu. Jina la Mungu amefanyaje? Jina lako. Nimewadhihirishia watu wale ulionipa. Kumbe Yesu alidhihirisha jina la Mungu. Aliwadhihirishia jina gani? Mungu. Yesu hapo anaongea hapo anaongea Kiswahili. Najua kwa saizi tunaongea lugha ambaye ipo. Nyakati hizo walikuwa wakiongea kwa lugha yao. Sasa hiyo lugha ukitafsiri. Mbona sisi katika Qur'ani tuna jina iko Allah. Na hiyo Allah ni lugha gani? Ni Kiswahili? Sio Kiswahili. Sasa sisi tunasema Mungu ni lugha ya Kiarabu. Sasa hii tuko wapi? Sasa hii tunaongea lugha gani na wewe? Tunaongea Kiswahili. Lakini vitabu tunaongea Kiswahili. Hii kitabu imeandikwa kwa lugha ngapi? Tunasema kitabu ndio. Lakini ili umwambie mtu na aelewe, si utamtajia kwa jina ile ambaye anaelewa Mungu. Unataka umtajie jina ambaye haelewi. Kwa mfano ngoja kidogo. Ndio nakujaribu kuambia. Neno Mungu ni sifa. Lakini kila mtu Mwenyezi Mungu ako na jina lake. Acha tuambie basi kwa sababu sijaisikia. Acha niambie. Yaani wewe kila wewe umekuja kuandika defense, yani hutaki kukubali hata kitu moja. Defense chochote ila sasa umesema. Haya ngoja sawa. Ngoja ni tuache hiyo kwa sababu mimi naona uko kwa defense. Nani kuna mwingine akona swali? Sasa kufungia watu. Mimi huku nijibu. Niliuliza hapa penye mnasimama. Mnatuelimisha tu Waislamu ama tufuate njia inayofaa? Tunawaelimisha mwe Waislamu. Tunawaelimisha mjue haki mwe Waislamu. Tuwe Waislamu. Waislamu ni jina ama ni njia ambayo inatupeleka? Ni njia ya Mwenyezi Mungu. Haya. Uislamu ni njia ya Mwenyezi Mungu. Rudia sana hiyo swali. Acha tujibu sasa. Ndio hiyo nakujibu sasa. Tunakujibu.
Au nichukue swali lingine? 6:26 inasema, angalia hapo sasa. Na hii dini ya Uislamu, na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyoka. Dini ya Uislamu ndio njia ya Mwenyezi Mungu Iliyonyoka. iliyonyoka. Sio njia ya Mwenyezi Mungu peke yake, njia ya Mwenyezi Mungu iliyonyoka. Sio kombo kombo. Najua yeye alisema yeye hana dini, alisema kwanza yeye hana dini. Anasema mambo ya dini ni mambo mengine, hiyo hana habari na hiyo. Tunakuongezea ushahidi 1, 2, 3, 4 ile utataka. Umetosheka ndio nichukue swali lingine? Umetosheka? Karibu sana. Kuja siku nyingine. Wewe kwanza waambie watu majina yako. Waambie watu kawaida ni Timothy. Timothy. Asante sana Timothy. Karibu sana katika uwanja. Sijui maswali gani ungetaka kuuliza Waislamu? Nataka niongelee kuhusu huyu Mungu. Sio huyo Mungu, sema Mungu aliyekuumba. Mungu aliyeniumba mimi sasa. Huyo kusema ni kiumbe. Mungu aliyeniumba. Hebu nataka mnisomee kitabu cha Yohana 14. Moja. Wazia moja, watu endelee. 14 verse 16. 1:16 Ndio anaenda. Yohana. Ngoja kidogo. Ngapi unasema ngapi? Yohana 14 mstari wa 11 kwanza. Yohana 11. 14:11 Yohana. 14:11 kitabu cha Yohana inasema. Mnisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba. Na Baba yu ndani yangu. Amina. Ndio kwenda chini. endelea. La hamsadiki hivyo. Sadikini kwa sababu ya kazi zenyewe. Imeisha. Amina. Sasa mimi nilikuwa nauliza kwa yule ndugu yangu alikuwa anasema kuhusu Mungu na Yesu. Sasa hapo nikaona kama imemchanganya kidogo. Kuhusu yeye ni Mkristo, mkamuuliza akasema ndio. Mkamuuliza anashiriki dini gani? Hakusema dini. Sasa nami nasema kama Wakristo bila tunaabudu Mungu mmoja, na sisi hatuwezi tukawa kwa dini, kila mtu na dini yake. Juu ndio maana sisi wote ni Wakristo. Sasa maana ya kutoa andiko ilikuwa ni nini? Huyu Baba ni Mungu. Huyu Baba ndiye Yesu. Baba ndiyo Yesu. Kwa hivyo anasema mimi niko, hebu rudia andiko 14 11. Mchungaji ametuchanganya. Mnisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. Kwa hivyo Yesu kwa sababu ako ndani ya Baba anakuwa na yeye ni Mungu. 17:21 hiyo Yohana. 17:21 mambo ni ya Yohana inasema. Inasema hivi 21. Wote wawe 17:21 Yohana. 17:21 wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako. Wawe na umoja kama vile mimi niko ndani ya hao nao wawe ndani yetu. Kumbe wanafunzi wa Yesu nao wawe ndani ya nini? Ndani ya Yesu. Na Yesu wako ndani ya ndani ya Baba. Sasa wanafunzi watakuwa waungu? Hawatakuwa waungu kwa sababu wote walikuwa ni watoto wake, wanafunzi. Na kuuliza hivi, unasema Yesu kwa sababu ako ndani ya Baba anakuwa nani? Yeye ni Baba. Nauliza hivi, unasema Yesu kwa sababu ako ndani ya Baba anakuwa nani? Si anakuwa Mungu. Wanafunzi wako ndani ya Yesu nao wanakuwa nini? Wanafunzi hawatakuwa Mungu. Kwa nini wasikuwe Mungu na Yesu akiwa ndani ya Baba anakuwa Mungu na wanafunzi wako ndani ya Yesu? Kwa nini wasikuwe Mungu? Haya, tusome hiyo. Kwanza tumalize hiyo kwanza kabla tujaenda kwa swali lingine. Kwa nini wanafunzi wako ndani ya Yesu na Yesu akiwa ndani ya Baba ni Mungu? Kwa nini wanafunzi nao wasikuwe waungu? Wanafunzi hawakutaja wenyewe. Nini? Hii kwa Yesu kusema ndani ya Baba, alisema yeye ni Mungu? Atakaye turudie tena. Nauliza hivi, ukiwa ndani ya Baba ndio unakuwa Mungu? Ukiwa ndani yake ufuate sheria zake. Sheria nani? Sheria ya Mungu. Sasa Yesu alikuwa anafuata sheria gani ndio haya? Tuende kutoka huko nyuma. Tuende kutoka tu, ni wajibu kutoka. Ukiwa ndani ya nyumba mimi nitakuwa nyumba. Tuende kutoka tu. Ndio tunarudi tena kwa kutoka. Tuende kutoka. Twende. Twende kutoka sasa. Kutoka ngapi? Ngapi? Kutoka ndio hiyo. Ngoja kwanza niangalie yangu.
Angalia yako Kulala hata yako usijali. haina shida. Hata ukitaka some yako ni sawa. Mimi ni kutoka ngapi? Aya, hiyo 16 verse 22. 16 verse 22 kutoka. 16 verse 22. Nani Yesu hapo kwa kutoka? Hayuko. Kuna chama nataka nichukua hapo. 16 verse 22 inasema hivi. Verse 22. Basi ikawa siku ya 6. Akaokota kile chakula sehemu marudufu. Kila mtu pishi 2. Na wazee wote wa mkutano wakaenda na kumwambia Musa. Hii inaongea mambo ya mlo bwana. Chakula na jiko. Hiyo 16 verse 22. Si ndio yangu hapa? Soma. Akawaambia, ndilo neno lililonena Bwana, kesho ni starehe takatifu, sabato takatifu kwa. Hiyo ni Biblia gani unasoma? Zinio hiyo Kutoka ndio hii. Kutoka ngapi? 16 verse 22. Na acha nikusomee hii 16 verse 22 ndio hii. Basi ikawa siku ya 6 wakaokota kile chakula sehemu maradufu, kila mtu mpishi 2. Na wazee wote wa mkutano wakaenda na kumwambia Musa. Soma 23. Not 22. Akaambia ndilo neno alonena Bwana, kesho ni starehe takatifu, sabato takatifu kwa Bwana. Sasa hii sabato ni ile sabato ndugu yangu. Watu Sabato na tulikuwa tunaongea mambo ya Yesu. Unasema? Huyu Yesu ukiwa ndani yake, kama si wa Kristo, tunaamini tuko ndani ya Mungu. Wallahi nashukuru Mwenyezi Mungu. Wewe unakaa ndani ya Mungu. Si niko ndani yake juu mimi ni Mkristo. Kwa hivyo na Yesu akiwa ndani ya Mungu anakuwa na nani? Yeye ni Mungu. Kwa hivyo na wewe uko ndani ya nani? Si niko ndani ya Yesu. Kwa hivyo na wewe unakuwa nani? Mimi sitakuwa Mungu. Kwa nini sikuwe Mungu na yule akiwa ndani ni Mungu, na wewe mbona wewe kuingia ndani yao usiwe Mungu kama wao? Haya, tukiendea hiyo fasi hiyo ya Yohana inasema rudi kwa Yohana tena. Hii ulikuwa hii kutoka ulikuwa unatoa yani. Kuamini huyu Mungu. Tuwe wa Kristo siku ya Sabato. Wewe ni msabato. Siku ya Sabato ni siku gani? Si imeandikwa hapa. Ni siku gani siku ya Sabato? Hawatasema siku. Haijulikani siku ya Sabato ni siku gani? Sabato ni kanisa tu yoyote. Hawajataja siku ya Jumamosi, siku ya Jumapili. Wamesema Sabato. Lakini hawajataja kama ni Jumamosi. Haina siku ama Jumapili. Wamesema Sabato. Siku ya sita, si imesema siku ya 6 wafanye nini? Wafanye kazi zao zote. Siku ya Sabato wastarehe. Si ni Biblia tu imetufundisha, sio mimi nimesema. Kwa hivyo wewe ni msabato? Mimi ni msabato. Msabato. 28 kutoka. Na Yesu alikuwa msabato. Na wao kidogo. 28 kutoka. Alikuwa msabato. 28. Mambo ni ya Kutoka inasema. Inasemaje? 28 kitabu ni cha Kutoka. Ikumbuke siku ya Sabato. Ikumbuke siku ya nini? Ya Sabato. Kumbe Sabato ni nini? Ni siku. Kumbe Sabato ni nini? Ni siku. Sio dini bana. Sio dini. Na wala sio dhehebu. Kwa hivyo wewe ukisema mimi ni Sabato, wewe ni siku? Wewe ni siku. Wewe ni siku bado. Wewe kama wewe acha kujiita siku bwana. Tafuta pahali ya kukaa bwana. Unajiita aje siku? Unajiita siku. Tambia Sabato ni siku. Walimu tu uko hapa, hatuna ubaya, sisi tuko sawa, tunaendelea. Haya, swali lingine. Tuende Isaya moja tusikie vile nasema. Tena tunaenda kwa Isaya. Haya, wacha Isaya moja. Sina maswali mingi. Hapo tumekuja kufunzana tu. Isaya moja. Haya ni maono ya Isaya. Tena ni ndoto. Haya ni maono ya Isaya. Nini hata nataka kuuliza? Sasa tusome ndoto ya mtu ndugu yangu. Hebu tuende hiyo mbili. Lele neno la Mungu. Isaya ngapi? Ndooni tujadiliane huyo tu Isaya. Isaya 1:18. 2 ama 1:18. Msome yake. Acha asome yake. Anasema tusemezane. Kama tusemezane ni 1:18. Sawa. Twende hapo. Njooni tusemezane. Sasa wakati tunajadiliana hivi ni jambo la muhimu sana.
Sasa unajua unaweza nifundisha kitu ambacho mimi sifahamu. Asante. Mwenzangu anijulishe kitu ambacho mimi sifanyi nini? Ama ukatufundisha. Akiasa vile tumekuja hapa sisi wote ni walimu, na sasa nitoa kwa machi kama hayo machi asiweje mkaniweke nje. Ama mkanitoa nje tena mkaniweka wapi? Na wewe pia unaweza kututoa ukatupeleka hapo hivyo hivyo. Hapo inafuatana na roho ya mtu. Ndio maana tuko hapa kujadiliana. Na mafundisho yenu mimi nawashukuru. Ni mazuri yanatufundisha. Maswali imeisha. Imeisha? Kuna swali tena? Kuna swali tena? Imeisha kabisa? Haijaisha. Naona kama utatupeleka kanisani. Kanisani ni ngumu najua. Ndio haya. Yaani imeisha kabisa? Nimeshukuru. Alika. Iko ni Alexander. Iskanda kuna swali moja kuhusiana na kutoa sadaka. Kwamba yule aliye chini hafai kutoa sadaka. Unataka kujua namna ya kutoa sadaka? Tulisikizana, tulipata mafunzo, sio kusikizana, kwamba sadaka inatolewa na wenye wanajiweza. Kabisa. Yule ambaye ako chini hafai kutoa sadaka. Sadaka hata yule yuko chini anatoa, sababu kuna wale wako chini yake kuliko yeye. Sasa viwete, swali ni gani? Tumeacha hii mada kwamba anayetoa na hana kingine cha kuishi. Tulikuwa na yule mwalimu tukasikizana, nimuletee habari kutoka kwa udhibitisho ni wapi huyu mwanamke mjane alitoa sadaka na alikuwa aishi kwa hiyo sadaka. Hiyo ndio nimekuja ujazie hapo. Kwa hiyo unaweza jazia kama Luka 21, tuangalie hapo. Mambo ni ya Luka 21 ngapi? Tutasaidiana tusijali. 21 1 2 3 hapo kuhusiana na sadaka ya mjane. 21. Kama sijasahau, ningekuwa na simu yangu ningekuwa nimeshikanisha. Akainua macho yake akaona matajiri. Ndio hiyo. Wakitia sadaka zao katika sanduku la hazina. Akamwona mjane mmoja maskini akitia mle senti 2. Endelee. Hiyo ndio ilikuwa uwezo wake. Akasema hakika nawaambia huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote. Kwa sababu hakuwa na nyingine. Lakini wale wengine mkurikita wamezuia na wakatoa nyingine. Sasa ikiwa hakuwa na nyingine na inafaa sadaka isitolewe na yule asiye nayo, inafaa ikitoa tusaidie wale wenye hawana. Hata maskini nisikize. Mambo nisikize. Sadaka hata maskini wanatoaga. Tunaambiwa katika Uislamu hata ukiwa ni maskini na uko na tende moja tu, tende. Kwanza tumshikie shahada huyu. Karibu sana. Dakika moja anataka kusiniwa. Simama tu hapo. Usiende bwana. Hata usilimu, next ni wewe. Haya, mshikie shahada ustaz. Naam. Kwa majina unaitwa nani? Evans Arnold. Simama. Naitwa Evans. Yeah. Unataka kuwa Muislamu? Kuna mtu amekulazimisha uwe Muislamu? Hapana. Na mtu amekuhonga, amekupatia pesa? Mimi mwenyewe. Kuna msichana umeona akakwambia wewe kuwa Muislamu ndio nioe? Hakuna. Ni wewe mwenyewe kabisa kwa hiari yako. Basi. Hiyo ni mzuri kabisa. Hebu inua kidole chako hivi. Namna hiyo. Sema ashhadu Allah ilaha illa lahu wa ashhadu anna Muhammad Rasulullahi. Sema nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi wangu ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu mmoja tu ambaye ni Allah. Sema nakiri kwa moyo na kushuhudia kwa ulimi wangu ya kwamba hakika ya Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Muhammad si Mungu na si mtoto wa Mungu. Nimekubali na nimeamini. Mwenyezi Mungu
Mwenyezi Mungu. Nife nikiwa Muislamu. Nife nikiwa Muislamu. Nifishe nikiwa Muislamu. Niishi nikiwa Muislamu. Kwa hiyo majina machache umeshakuwa Muislamu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nasikia sasa? Yeah. Umeshakuwa Muislamu. Sasa katika Uislamu kuna majina mazuri mazuri. Majina ya katika Uislamu ni ya kujuana. Kwa sababu nikisema Hassan, unajua ule ni mwenzangu. Kama vile ukiwa pande ile nyingine mlikuwa unaitana Peter, anajua mwenzake huyo. Unaona namna hiyo. Sasa majina ni ya kujuana tu. At least uweze kujua unajua ni mwenzenyu. Na majina sisi tunapeana majina ya manabii na majina mazuri mazuri. Sasa majina kwetu ni majina mazuri kabisa tunapeana. Ungetaka jina gani katika Uislamu? Suleiman. Ungetaka Suleiman. Mashaallah. Suleiman ndio ule. Wewe kanzu ndio unaleta kanzu yake wewe sasa. Sasa kanzu iko juu ya wewe Suleiman. Kwa hivyo ngoja kidogo dakika moja. Ngoja kidogo. Kwa hivyo ukishakuwa Muislamu si hata kusema kwa sababu umekuwa Muislamu uchukie watu yenyu. Unasikia kakangu? Ukiwa Muislamu si ati kwa sababu umeshakuwa Muislamu uchukie familia yako, ama uchukie mama yako, ama uchukie baba yako, ama uchukie sister yako, brother yako, kazini zako, majomba zako. Ukiwa Muislamu unakuwa mbora zaidi kuliko vile ulikuwa. Na ukiwa na uwezo unasaidia. Na ukiwa na uwezo unafanya nini? Kama si Waislamu. Hata kama si Waislamu na wewe ni Muislamu, ni watu wako. Damu tunaambiwa na Mtume tusikate kizazi. Kizazi hasikati. Kikazi unakikata wakati kinakulazimisha pengine ukaabudu kile kitu ambayo hutaki. Unaona sasa? So kwa hivyo lazima upende familia yako na uishi nao kwa wema, na pia pengine wema wako hiyo utawasaidia pengine waone kweli kijana yetu kweli ameacha mambo mengi ya dunia, ameingia katika pahali pazuri na ako sawa namna hiyo. Nao wengine utavutia wengine nao wawe katika Uislamu. Sawa? Na unakaa mbali ama unakaa area hizi? Nakaa area hizi tu. Area hizi. Uko karibu na Jenga hapa ama huku? Karibu na shule Ruben pale. Basi pale kuna msikiti na watu wa kusilimu wale wanafanya job. Wanafundishwa hapo. Kwa hivyo pale unaweza jifundisha sana kwa sababu most of the weekend unapata watu wanakuja wanasoma, akitoka kazini jioni wengine wanaenda wanasoma. So within 3 months umeshajua Uislamu ni nini. Unaona sasa kakangu? Kwa hivyo kama ni hapo nafikiri naona huyu kijana huyu. Huyu atakuchukua utaenda kwa imam, na huyu pia ni mtu wa hapa, huyu kameramani yetu. Kwa hivyo mtakuwa na yeye mara mingi, sawa? Haya. Njoo sasa tumalize swali lako sasa. Njoo sasa. Njoo tumalize swali lako sasa. Ismail mrefu. Haya. Tena mbili kwa moja. Swali langu lilikuwa ni kwa nini Mtume Isa ibn Maryam. Wewe ngoja kidogo yule aweka nini? Haya. Niko sawa? Ni kwa nini Mtume Isa ibn Maryam anampongeza yule ametoa kidogo sana na alikuwa na survive kwa hiyo kidogo? Unajua pengine wale walitoa kwa kujionyesha. Unasikia? Na ule mama alitoa kabisa kwa roho ndani. Ule ni nabii, anaona mtu anaweza kuja ndio watu wamuone, akuje atoe 10,000 mbele ya watu, tena anaanza kuhesabu hivi mbele ya watu. Yaani kujionyesha ile kiburi ile. Lakini yule mama ile kidogo alikuwa naye, alitoa kwa sababu ameweka nia. Ndio akaambiwa basi wewe ndio umeshinda hao wote matajiri ambao wametoa. Hivyo hii habari ya huyu mama tuko nayo katika Qur'an labda. Hamna habari kama hiyo, hamna. Kwa sababu katika Uislamu yeyote kila mtu anafaa kutoa sadaka, hata maskini anafaa kutoa. Anaambiwa atoe hata kama ni tende. Naona tende? Hii tende ya kukula hii. Tende tu apatie mtu tende tu. Hiyo Mungu anamwandikia dhahabu kubwa sana kuliko hata pengine ule mtu ametoa mamilioni na kanini kujionyesha alikuwa ananionyesha watu. Yule mama alitoa ile kidogo ako nayo na akamtegemea Mungu akamlisha. Unaona sasa? Umeelewa? Shaelewa. Hivi sasa kulingana na mafundisho yetu, huyu Mtume Isa alikuwa ameenda kwa msikiti hiyo wakati ama alikuwa wapi? Kwa maana hicho kitendo kulingana na sisi naambiwa ilifanyika katika sinagogi. Je, tutasema hiyo alikuwa kwa msikiti? Kwa hivyo huyu mama alikuwa ni Muislamu pia? Kama alikuwa kwa msikiti automatically atakuwa ni Waislamu, kwa sababu Mayahudi wale walikuwa manabii wote ambao walitumwa na Mungu walikuwa Waislamu. Hakuna nabii alikuwa wa dini nyingine. Sijaiona unless mtu aniambie basi nabii fulani alikuwa dini fulani. Qur'ani inasema manabii wote walikuwa dini moja.
Hakuna nabii alikuwa kando kando. Baba ya Wakristo ni Paulo. Unasikia? Unanielewa sasa? Nakupata. Napata. Unaelewa kabisa? Kwa hivyo ndivyo, kama alikuwa msikitini basi wote walikuwa ni Waislamu. Kwa sababu Nabii Isa tunaamini ndugu yetu na alikuwa Muislamu. Kwa hivyo akiwa hapa duniani hakuna kwingine alikoenda isipokuwa msikitini. Alikuwa anaenda msikitini automatically, na msikiti na huo msikiti huko mpaka alingoja. Na huo msikiti mpaka wa leo huko pale Jerusalem. Unaitwa Masjid Aqsa. Msikiti iko mpaka saa hii. Hiyo msikiti imebomolewa, ina historia ndefu sana. Wafalme wamekuja, Nebukadneza, ule mnamuita Nebukadneza, sisi tunamuita Baktinasa. Alikuja akaibomoa katika mwaka wa 592. Ikakaa tena, akaja mfalme mwingine anaitwa Vespasian. 70 AD na kijana yake Titus wakakuja tena wakabomoa tena, ikabomolewa, ikajengwa tena, alafu ikabomolewa tena, ikakuja wafuasi wa Mtume Muhammad wakiongozwa na Omar ibn Khattab wakaenda wakaijenga tena, na saa hii tena wao wako saa hii wanataka kuibomoa tena. Kwa hivyo ina historia sana pale bana, historia ndefu sana pale. Ile msikiti iko mpaka saa hii, wale walikuwa wanaenda. Kwa sababu wakati Yesu yuko duniani hakuna kanisa duniani. Kulikuwa na kanisa duniani? Hakukuwa na kanisa. Sasa alafu swali lingine la mwisho labda. Naam. Maisha ya Yesu sisi tunaambiwa alikuwa ni wa kwenda kanisani ama msikitini. Wewe Mkristo ya Ukristo. Maisha ya Yesu ni ya Ukristo. Na mwisho wake maisha ya Yesu si ya Ukristo. Unajua nyinyi pale mnakoseana ni hiyo jina. Hiyo jina ndio inawasumbua nyinyi. Kwani neno Kristo ni nini? Tulia. Ndio. Tulia. Usienda hapo. Maisha ya Yesu yote ile tumeelezwa, mwisho wake amesulubishwa, baada ya kutoka kaburini akakaa hapa ulimwenguni takriban siku 40 ndio akakuja kunyanyuliwa. Je, nyinyi ndugu zetu Waislamu mnaamini kwamba alinyanyuliwa baada ya kufa ama alinyanyuliwa wakati gani? Kwanza sisi hatuamini Yesu alisulubishwa. Qur'ani haijasema Yesu alisulubishwa. Na hata ile mnasema wa kitabu yenu ina maswali mingi, inazua maswali mingi sana kuhusu kufa na kufufuka kwa Yesu. Unasikia kwanza? Hebu tuanze na Qur'ani kwanza, kwa sababu umeuliza kwa Qur'ani, watu kujibu na Qur'ani kwanza. Kwa sababu umetuuliza kwa Qur'ani. Qur'ani inasemaje? Je, Yesu alisulubishwa ama hakusulubishwa? Qur'ani inasemaje? Qur'ani 157. Angalia hapo. Qur'ani 457 inasema kwa ajili ya kusema kwao sisi tumemua Masihi Isa mwana wa Mariamu mtume wa Mungu. Hali hawakumuua wala hawakumsulubu bali walibabaishia mtu mwingine wakadhani Nabii Isa. Na kwa hakika wale waliohitilafiana katika hakika hiyo ya kumuua Nabii Isa wamo katika shaka nalo jambo hilo la kusema kauawa. Wao kabisa hawana yakini juu ya jambo hili la kwa kweli wamemua Nabii Isa, isipokuwa wanafuata dhana tu. Ni dhana tu. Alienda wapi? Teremka chini. Na kwa yakini nini? Hawakumuua. Hawakufanya nini? Hawakumuua. Bali Mwenyezi Mungu alifanyaje? Bali Mwenyezi Mungu alimnyanyua kwake. Kwa hivyo Yesu katika Qur'ani hakuuawa, bali Mwenyezi Mungu alimchukua mzima akaenda. Kwa nini mnaamini huko kwenye alisulubishwa? Tunaamini alisulubishwa na kunyanyuliwa kwake ilikuwa mbele ya wafuasi wake, yani wanafunzi wake. Alisulubishwa. Na mimi niko na maswali hapo kama kweli alisulubishwa. Moja tu, lakini nitajibu kama niko na uwezo wa kujibu. Kwani sasa una uwezo wa kujibu? Uwezo inategemea swali limekuja njia gani. Unaweza kuja likalichenga basi itakusita kwa na uwezo. Huna tatizo. Ukiona mtu kama mimi Kariuki namna hii. Ukija unipata hapa kwa kiwanja niko na sura ya Ali. Kesho yake unaoniona niko na sura ya Kamau. Huyo mtu unaweza kumuua. Huyo mtu anabadilika sura kila saa. Wa kubadilika sura huyo uwezi ukamuua kwa urahisi, lakini unaweza ukamuua. Kivipi na anapinduka sura? Sababu ya kutoweza kumuua kwa urahisi anabadilika. Kwa hivyo mtu anabadilika sura, unakuta ni sura ya mtu mwingine. Kumuua si rahisi. Si rahisi. Unajua Yesu kwa Biblia alibadilika sura mara ngapi? Ngoja kwanza kabla tufike huko. Kumuua si rahisi. Tukisema si rahisi haimaanishi hatuwezi
tukakosa kumuua, tunaweza kumuua lakini si rahisi. Utaniuaje na mimi hata ukikuja sikukuta ni mimi, unakuta sura imebadilika, utaniuaje? Tukatumia neno kumuua si rahisi. Kumaanisha no, inamaanisha tunaweza tukamuua lakini si rahisi kumuua. Ni kama sasa hiyo lakini nyingine wacha naye. Haya sawa. Haya tuendelee na 17:1 kwanza. Unajua Yesu alipenduka sura mara ngapi? 17:1. Mathayo Mathayo 17:1. Yesu alipinduka kwanza kidogo. Yesu alipinduka sura mara ngapi? Kama umeshaisoma. Sijawahi pita lakini nakumbuka mara moja. Mara moja mbili hivi. Haya sawa. 17:1. Mambo ni ya Mathayo inasema na baada ya siku 6 Yesu akawatokea Petro na Yakobo na Yohana nduguye akawaleta juu ya mlima mrefu faragani akageuka sura. Kwa hivyo Yesu aligeuka sura akawa sura nyingine. Ni ukweli. Wewe unaweza muua mtu ambaye sura yake imegeuka sura mbele ya wanafunzi? Amegeuka sura, amekuwa mtu mwingine. Unaweza kumuua? Ndio nikaeleza hivi. Ndio mimi nauliza. Amegeuka hapo. Tumalize andiko sasa. Maliza. Baada ya siku 6 Yesu akawatoa Petro na Yakobo na Yohana nduguye akawaleta juu ya mlima mrefu faragani akageuka sura yake mbele yao. Kumbe Yesu uso wake ikang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Kwa hivyo huyo amekuwa mtu mwingine tofauti. Huyo anaweza uwa kweli? Mavazi yanabadilika, acha sura. Wacha hiyo 16:12. Luka, ngoja nimalize yote. Nasikia raha nikisoma bwana. Nasikia raha. Luka 16. Hii mavazi tunasoma mavazi ya msomeshaji yangu kule. Nina garantia msomeshaji yangu. Ama umeshaisoma yako hizi mavazi? Hii nimeipitia. Akibadilishwa nishapitia. Moja tu. Acha nikuongeze ya pili, nikupe bashishi. 16. 12 Marko. Marko ama Luka? Marko. 16. 12. 16:12. Mambo ni ya Marko inasema. Angalia babu Baada ya hayo akawatokea watu wawili miongoni mwao ana sura nyingine. Siku ile mlikuwa mnasema Yesu amefufuka, kumbe aliwatokea watu wawili akiwa na sura gani? Sura nyingine. Hiyo nyingine ilienda wapi yake ya Yesu? Ilienda wapi? Hatuwezi tukauliza Mwenyezi Mungu, yani maandiko hatuwezi tukai-question. Kumbe alitokea watu wamesema amefufuka, akawatokea na lugha nyingine na sura nyingine. Nini maana ya kufa na kufufuka katika Biblia? Ukakufa ukafufuka, maana yake nini? Maana yake nini? Ninatambua ukifa kufufuka inamaanisha umerudisha uhai. Umerudi uhai. Hebu tuulize Biblia, nini maana ya kufa na kufufuka? Luka 16:32. Sijaenda kwa nini? Ngoja kidogo, tunaenda huko, ndio tunaenda huko. Si mnanikata. Nilikuwa nataka tumalize mtu ambaye anabadilika. Unaweza kumuua kwa urahisi. Si rahisi wewe. Si rahisi. Unaweza muua lakini si rahisi. Na sasa ndio maana kukatumiwa aliyekuwa ndani wake Judas Iscariot. Ndio akafanya wamjue ndio huyu. Kwa maana wakati sasa ni maelezo yako. Ngoja kidogo. Ngoja tuone. Watu angalie kwanza hiyo kufa na kuvuka. Kwa sababu hiyo kufa na kuvuka, kama kufa na kuvuka ni hiyo, hebu sikize. 16:32. Haijafika 32. 10 ngapi? 16:31. Uko Luka ama Marko? Luka. Ni Luka 16. Niko Luka 16:31. 15 haya. 15 tena kufanya furaha na shangwe. Luka unasikia? Ni Luka ngapi? 15:32. 15:32. Sikiza sasa maana tena kufanya furaha na shangwe ilipasa kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka. Kumbe kufa na kufufuka ni kupotea. Maliza. Naye amefufuka. Alikuwa amepotea, naye ameonekana. Kumbe Yesu alikuwa amefanyaje? Hawajasema Yesu. Ndio mimi ni mfano nakupa. Ndio maana ya kufa na kufufuka. Je, Yesu alipotea?
Alipotea? Kuna mahali 12:36. Ngoja kidogo. 36. Marko. Yohana 12:36. Hai. Nasemaje? Babu. 12:36 inasema. Sikiza vizuri Madamu nayo nuru. Yaaminini hiyo nuru. Ili mpate kuwa wana wa nuru. Hayo aliyasema Yesu. Akafanyaje? Akaenda zake, akajificha wasimuone. Kumbe Yesu alipotea Na akajificha. alijificha. Na tumeambiwa kufa na kufufuka ni kupotea, alafu tena kumuoneka. Lakini hapa Yesu hakupotea, alijificha. Wasifanyeje? Ndio wasimpate, alijificha. Kupotea inamaanisha hata kwenye huko wewe aujifahamu unawezafikaje mahali watu wako. Lakini yeye alijificha kulingana na alijificha. Kujificha si kupotea. Si kupotea. Ni kutoka kwa wale watu wanakutafuta kwa ima. Wanamuona. Wasimuone. Wapi walimuona wakaua? Walimuona wapi? Wapi walimuona? Hiyo wakati walitumia Judas. Walimuona saa ngapi? Na yeye ameshaenda. Judas alimwambia huyu, akamkumbatia, akasema ndiye huyu sasa, ndio akampata. Kupatikana kwa Yesu na kuwao kwa Yesu inakufaidi nini wewe? Je, ngoja kidogo. Nauliza hivi, swali moja dogo. Wale wanatueleza habari ya kufa kwa Yesu. Moja ni Mathayo. Si ndio? Yes. Mwanafunzi wa Yesu. Mnasema ni mwanafunzi wa Yesu. Mwingine ni Yohana, mwanafunzi wa Yesu. Wakati Yesu alikuwa na uwawa, walikuwa karibu na yeye. Wakati alishikwa walikuwa pamoja na yeye. Nauliza wakati ngoja nakupeleka. Wakati walishikwa walikuwa pamoja, lakini wakati waliona huyu jamaa ameshikwa na mateso inamzidia, wakaanza kutoka mmoja mmoja. Wakatoka wakajificha. Hata Petro akajificha. Wakajificha? Hiyo ni andiko gani hiyo? Walimtoroka mwalimu wao. Haya. Kwa sababu kwa mfano tukio imetokea hapa. Mtu akakuja akapigwa. Zikuna witness, hizo ndio utakuwa witness, ndio? Kwa sababu tumeona ile tukio. Lakini kama mtu amepigwa na hatuko, tunaweza toa witness. Mtu ametoroka atatoa ushahidi. Kama hajaona hatatoa ushahidi, lakini kama hajaona na ameambiwa, labda atakuwa ameambiwa. Ya kuambiwa ni tofauti na ya kuona. Kwa sababu hata ukienda kotini, jaji atakuuliza uliona? Utasema nimesikia. Unaulizwa ulikuwako na uliona na macho yako, ama sio hivyo? Ni hivyo. Sasa huyu Yohana na huyu Mathayo waliona na macho yao tukio likitokea? Sina habari kama waliona. 14:50 kitabu cha Marko. 14:50 Marko inasema. Inasemaje? 14:50. Nasema nini? Nasema hivi. Ndipo wakamwacha, wakamkimbia, wamemkimbia wote. Kumbe wanafunzi wote wa Yesu walimtoroka. Kwa hivyo hakuna mwanafunzi aliona Yesu akifanyaje? Labda mtu akitoroka. Nauliza hivi, kumbe hakuna hata mwanafunzi mmoja wa Yesu aliona akifanywaje? Hilo sina hakika. Lakini wote Biblia inasema, baya kidogo, nauliza hivi, walimtoroka wote. Kwa hivyo hakuna anaweza kutuhadithia vile Yesu alifanywaje? Kuna uwezekano vipi na wote walitoroka? Hivi. Sasa nikiwa niko hapa naweza ona kile kinafanyika pale mahali mkutano mwingine huko. Wewe unajua maana ya kutoroka wewe? Tosha. Acha leo tukatia hapo. Haya, sawa. Amesema nani bwana? Rafiki yetu amesema leo tuachie tu hapo. Haya, kuna nini kaka? Joshua Kioko. Una swali yoyote ukitaka kutuuliza Waislamu, makosa yetu, uzuri wetu, wema wetu, uliza tu. Kama tunakosea tuambie makosa yenu ni hii, tuambie tu. Hatuna wasiwasi. Hakuna makosa mnakosea. Mimi swali yangu tu ni leo nitauliza moja na kesho nakuja. Na kesho nauliza moja. Hiyo moja leo ni gani? Nilikuwa nataka nijue. Nilikuwa nasikia kuna msikiti na kuna tembo. Sasa sijui tembo na msikiti, na nasikianga vile msikiti inafanywa ndio tembo inafanywa. Tofauti inakuanga gani? Hakuna tofauti, yote ni nyumba. Anauliza swali lake mzuri, rahisi sana. Katika Biblia kumetumika maneno mawili. Msikiti na tempo ama hekalu. Yote ni kitu kimoja.
Na sisi Waislamu hatukuandika Biblia. Biblia imeandikwa na Wakristo kama vile wanasema, wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Na katika Biblia wameweka dictionary nyuma ya Biblia. Wakasema kama neno linakusumbua kama hiyo temple, sinagogi, uangalie inasemaje. Hii ni ya Kiswahili, King James Version ya 1952. Ilitolewa kutoka King James Version 1952. Wazee 70 walipelekwa London, wakatafsiri from English language, wakaleta in Kiswahili language, East African language. Wameandika hapo nyuma, wameandika namna gani? Naomba usome mwalimu. Hapo nyuma wameandika nini? Ukiona neno sinagogi ni nini? Angalia hapo. Nyuma tu ndio wameandika, sio sisi. Sisi hapo usituwekelee maneno. Wale Waswahili wameandika kitabu wametuambia sinagogi ni nini? Msikiti wa Wayahudi. Wale watafsiri Biblia wanasema ukiona neno synagogue ni msikiti wa Wayahudi, na walisema ukweli kwa sababu wakati ya Yesu hakuna kanisa, ama ilikuwako? Hapo siwezi jua, siwezi sema ati. Wakati ya Yesu hakuna kanisa hata moja duniani. Iliyokuwako ni misikiti. Na kama ilikuwako mtu akuja nitolee. Haikukuwako. Na ile msikiti Yesu alikuwa anaenda, nimeeleza saa hii, iko Jerusalem mpaka saa hii. Ilibomolewa mara 3 na ikajengwa tena na iko mpaka saa hii. Wale walikuwa wanaenda Yesu. Akina Suleimani, Daudi, ndio hiyo walijenga msikiti. Neno synagogue, wacha nikufundishe ka historia kidogo kwa sababu wamsomaji historia. Neno synagogue sio jina la Kiyahudi. Neno synagogue ni neno la Kigiriki. Wagiriki wale Wayahudi wa kwanza walisoma Kigiriki. Wakati walichukuliwa mateka, wakati msikiti ulibomolewa wakachukuliwa mateka wakapelekwa kule Greek na kule Rome. Waliporudi kwa sababu wale Wagiriki walikuwa nyumba yao inaitwa synagogue ya kuabudia mungu zao, Mungu Zeu na Mungu Olympus, namna hiyo. Walikuwa watumia hiyo majina. Na temple ni jina la Kilatini. Walatini nao walikuwa wanatumia temple kwa mungu yao kama Mars, Jupiter, ndio walikuwa wanatumia hizo nini. Ile majina walitoka nayo kule katika Rome, wakaja nayo kule Middle East. Waliporudi kwa Middle East kwa sababu walikuwa mateka kule, waliporudi wakaja na hayo majina. Sasa ile nyumba ya kuabudia wakatumia jina la Kigiriki kuita sinagogi, lakini sio sinagogi, walikuwa wanaitaka masjid. Kama vile Waislamu wanaita masjid, walikuwa wanaita masjid. Wakatoa ile jina. Wayahudi hawana jina inaitwa synagogue. Wala hawana jina inaitwa temple. Ndio naona hata Wahindi wako na temple. Wale Baniani wako na temple. Temple ni jina limetumika na wale walikuwa naabudu hizo miungu za zamani. Zamani masanamu. Walikuwa wanatumia hizo majina. Hizo majina walizitoa kule wakazipeleka kule Middle East na wakaingiza kabisa kwa vitabu. Naona sasa. Lakini iliyokuwako pale ni misikiti pale Yerusalemu. Kama ikweli Yesu angekuwa ni mtu anaenda kanisani, kungekuwa na kanisa ya kwanza duniani ambayo Yesu alikuwa anaingia. Iko? Ama ile yeye mwenyewe akajenga ikajengwa kiwako. Iko? Hakuna. Na ndio naona headquarters sisi Waislamu tuko na headquarter. Headquarter yetu ni Maka, Madina na Jerusalem. Tuko na misikiti ngapi kubwa? 3 duniani. Nyinyi wewe kama sasa wewe kanisa yako ni gani? APC headquarter yake iko wapi? Sasa hiyo siwezi jua iko. Tunaona pengine hata ni hapa Kenya tu, hakuna bahali nyingine iko. Unaona? Lakini wewe unapata kuoza headquarters zenyu za kanisa zenyu zingine ziko Amerika, ziko Britain, na zingine ziko Rome. Si ni kweli? Kwa nini hizi ziko kule Jerusalem bali Yesu alikuwa? Sasa hiyo huwezi jua. Basi unaona hata wewe inakuchanganya. Wewe unapata iko Amerika na Yesu huko Amerika, na wazee wako British. Alikuwa pale Jerusalem. Na ndio naona sisi headquarter yetu iko pale, headquarter Yesu alitoka pale. Msikiti yetu iko hapo moja, ile nyingine iko Madina na ile nyingine iko Maka. Unaelewa mambo hayo? Basi kesho kuja na hiyo swali lingine kwa sababu ya time, watu waonane kesho. Endeni salama, Mungu awabariki sana. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.